vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui wewe. 3-0. Si ndo wananchi. Mimi niliwaambia limepigwa mpira Chainazi, vikolombwezo vya Tanga, Coastal tumewapa dozi, goli 3 tumewakanda. Yanga ya siku hizi tamkiwanga sisi mabingwa, wa kutufunga labda ije mahakama. Najua inawapa kero, inaumiza kwa stress. Goli 2 kati ya kero, la 3 kamaliza Max. Sindo sisi. Kocha alikuwa anatuua yule jamani. Wewe kila kiangaika kisabu yake ya ukwasi. Pedro jamani. Wewe mwenyewe leo hata ukikao ukiangalia highlight ya mechi ya leo, unaona da kweli nilikuwa nakosea. Unajua kuna muda mwingine mwalimu ndo anauharibu mchezo. Yaani mimi namheshimu sana Pedro. Lakini kuna muda ulikuwa unaangalia, yani mwalimu mzuri pia unaangalia na sabu zake. Sabu yako unafanya kitu gani, imekulipa nini? Vitu kama hivyo. Bwana. Kwa sababu tunashukuru Mungu, wewe umeona Pepo Mwalini hapo kazi aliyoifanya. Mpira unapigwa kwenye njia. Ndio Yanga Africans tunayoitaka. Nawaambieni kila unayemtuma sisi tunamgonga. Yaani makolo salamu ziwafikie. Kila unayemtuma, timu unayetuma, akija kwetu tunamgonga. Ukiona afanye vizuri njoo wewe. Aje wapi? Njoo wewe. Pengine kuna utofauti gani kati ya mpira lililopita na mpira wa Mwalimu? Hili pila soft, pila njia, pila vikolombwezo ndindindi. Ndio hili tulikuwa tunalitaka. Lile lilikuwa pila gumu, tukabe. Twende mbele kibishibishi. Kocha yule nyuma alikuwa anakaba sana. Usifanye hivyo. Unajua sisi nikumbushe kitu kimoja. Hata kule tulipoenda kucheza na nani kimataifa kule. Nani? Farabat. Yeye tulikaba sana. Tumewakaribisha, unajua ukikaba sana unachoka. Mwalimu yeye anaamini sana kwenye kukaba kuliko kitu chochote. Kumbe hamna, unakaba kwa akili, unaenda mbele kwa akili. Kwa alhamdulillah tumefanikiwa, na kama inaweza afu kocha sio lazima awe mweupe. Kama inawezekana engineers fanya jambo bwana. Wewe mtie, si unamaliza tu, mtie huo mkataba wa kocha mkuu. Mwamba abaki tu. Unajua huyu Mwamba KMC si alikuwa kocha wa KMC. KMC anacheza kimataifa. Wewe KMC amecheza kimataifa chini ya kocha Abdul Mwalimu. Kocha alikuwa huyu mtu. Basi tu vikolombozo vya katikati. Yaani tunashukuru uongozi ufanya maamuzi haraka. Unajua wewe ukiona mpaka hadhira kubwa inakukataa watu wengi. Yaani kwenye maoni ndio maana mshindi si ndio mwenye kura nyingi. Wewe unakula chache afu unajiona unakubalika. Watu wote kila kufanya sababu watu unajua una tatizo. Kwa nini watu wao walikuwa hataki kutoka uwanjani? Kama umechunguza hawajaridhika, wanatamani mpira uendelee. Mimi binafsi nilikuwa natamani tucheze dakika 500. Mtamu. Alani Okelo. Si mnamuita mchezaji wa mechi ndogo? Mchezaji wa mechi kubwa amefanya nini? Mtu yote kwambia Okelo mchezaji wa mechi ndogo, namweka Loemba. Namba ngapi? Namba 10. Ana goli? Bado. Okelo anazo. Unamtaka mchezaji gani wa mechi kubwa? Mtoto anakuja, unajua mtoto kaanzia ligi kati. Chama kaanzia Singida, si ndio? Kaenda Simba. Mtoto kaja kati, ana goli ngapi sasa hivi Okelo? Alani Okelo. Kama sio 5 4. Usimkosea Alani Okelo. Ana goli 6. Assist, leo ka assist tena. Ana assist 7. Waangalia atachukua MVP. Mtoto anakuja mjue. Kaanzia ligi kati, kuna watu wameanzia mwanzo. Kuweni na heshima. Engineers kupanda ndege kwenda Uganda sio kwamba ana akili. Yaani ule mtoto kwa sababu wao wamemkosa. Wewe unasema Okelo mchezaji wa mechi ndogo, Luemba mchezaji wa mechi kubwa. Mpanzu anacheza hapa hajachukua man of the match hata siku moja. Nakupa hiyo. Ukibisha nikutolee 50 niambie mechi ipi kachukua man of the match. Niambie, hakuna. Kwa hiyo heshimuni watu. Okelo anazibeba tu. Au unataka Okelo acheze juu ya anga sijui. Unajua vitu vingine ukichukia kwa fakti. Mpeni maua yake Alani Okelo. Alafu naomba, najua namba zake engineers hajafuta namba za Pedro. Amtumie highlights za mechi ya leo. Bwana kocha, asalamu alaykum, salama bachani. Labda bwana mambo vipi? Anamtumia tu link. Kocha Pedro anauliza ya nini? Anaifungua Pedro hata mjibu. Akiangalia highlight Pedro amjibu. Alafu amwambia leo yao hajatoka. Pedro bwana. Yao hajatoka kazima. Yao kwasi atoa jeshi. Wewe kocha kila ukikaa ukipiga hesabu yako, maarifa yako yote uliyosomea ukocha unamwona yao kwasi ndio anastahili kutoka. Sio kweli bwana. Wasifanye hivyo.
Kwa hiyo sisi tunashukuru uongozi kwa hatua kubwa walioifanya. Unajua kuna muda mimi kocha nilimvumilia, nimemlinda. Hivi nikipa kipaza, kocha anajua. Kumbe nafuga dudu lije zimu ilikujuao, alikuwa linatula. Na lingemaliza. Lingetumaliza kwa sababu alikuwa shabakisha mguu tu. Tukamwahi. Kwa hiyo timu yetu imepona, mimi niwaambie imepona. Na yoyote unajua sasa hivi Makolo mechi wanacheza sasa hivi wanacheza mechi mbili. Yaani Yanga akicheza anacheza na yeye akicheza anacheza. Unanielewa? Yanga akicheza anaituma ile timu ndogo. Nakupa hiyo. Wewe akala tafuta sare. Wewe tafute sare vipi si uje utafute yeye. Mimi umenitia chuma mbili nimechomoa. Wewe hapo tafuta sare tu. Hajatafuta sare vipi? Njoo wewe. Mimi namalizana nao na wagonga na kama wanataka njoo. Hii ndio Yanga Afrika sisi tunaitaka. Kuna muda unajua kama hivi wewe kwa Pedro kwa mkweli mimi ningetamba hivi. Kwanza watu wenyewe kusikiza, vipi huyo? Unaonekana kama huna akili, lakini kidogo sasa hivi una enjoy, pasa zinatembea, mpira unapiga kwenye njia yake. Bas, hii ndio Yanga Afrika sisi tunaitaka. Lakini naamini Engineer Hersi atarudi tena sokoni kutuletea watu. Mimi nisiwe muongo wala nisidanganye. Usajili tuliofanya wote haujatulipa. Yaani asilimia kubwa. Na kama mnabisha nizitaje data. Tumesajili Celestine Ekua. Tumesajili Mohamed Dumbia. Hayo yote yalikuwa matumaini ya Yanga. Andy Boeli, wote matumaini ya Yanga. Lasine Kouma, hao matumaini ya Yanga. Musa Bara Conte, huyo ndio tumaini la Yanga. Chikola, kwa hiyo kuna muda unajua kwenye maisha si kila siku utapatia. Kuna siku unakosea, kila unachofanya kinakuwa incorrect. Kwa tunaamini tumeteleza kwenye usajili, lakini mbora kati ya yale bora atelezi mara mbili. Atajua ndio maana wao usajili tuliofanya wachezaji kwa nini Engineer alitoka kaenda kumchukua Okelo. Aliona mbali. Hajanilipa. Hem nitoke nikamchukua mchezaji mwingine ziada. Ametulipa hajatulipa mechi ile. Mechi iliyopita ametulipa hajatulipa. Yes ndo alikuwa kachukua goli katushinda yeye la ushindi. Kwa unaona kuna muda binadamu anakosea wala sifichi. Usajili ule hujatulipa, tutajua usajili wa mwakani tunafanya nini inshallah. Na sasa hivi kuna watu wanaishi na matumaini. Yaani mtu unajua huyu anaishi na mkewe yana kuna watu wanaishi na matumaini. Huyo tumaini unamjua? Simba ndo anaishi naye kwamba watabeba ubingwa. Na hawawezi na hamwezi. Tutachukua mara 5 mfululizo. Manana alivyosema mara 10 unajua alikuwa anamaanisha. Tunachukua mara 10 mfululizo. Hii mara 5 inanukia. Kwa hiyo wao wakiona kila timu wanaoileta tunawagonga, wakishindwa waombe wao waje. Sisi tupo tayari. Kuna lingine? Asante hapo. Kuna timu ijifanya tujafungwa. Wewe bwana unauza ice cream usifungwe nani bwana? Wewe unauza ice cream. Usipofungwa ice cream utamwachia nani au? Watoto wakinaitwa Chobwedo anapala hivi. Lile subini upe sifa moja ya Chobwedo. Lile pala lake ni solar power. Unajua solar power? Inatumia jua, si ndio? Asa ile likipiga pale Chobwedo anakuwa na nguvu kubwa. Jana watu wametapika unaambiwa. Kala 4 4 bin wahid, yani 4-1 fi lughati al-arabia wenyewe wanasema. 4-1. Wewe usifungwe nani? Timu hii anaweza kukaa na rekodi ya unbeaten ni Yanga peke yake. Wewe Simba amefuta rekodi ya mwaka tuliochukua ule. Unbeaten 49. Niambie mwaka upi Simba kachukua? Hakuna. Kwa hiyo ni heshima lazima tupeane. Sisi timu yetu tukimaanisha bado tuna safu bora ya ulinzi, huwa tunamaanisha Rushaini yeye binafsi. Unaambia mpaka sasa hivi mkopo huyo hajui. Yaani Mamelodi Sundown mchezaji anayemtaka. Rushaini kwenda hajatoa kwa mkopo. Kwa mkopo. Hajui, si ndio kalambishwa tope bwana, siseme ukweli. Kwangu mimi hajui. Ndio maana kalambishwa tope na Alani Okelo. Unaambia mpaka sasa hivi kaoga na kuoga. Matope bado yapo. Huyo ndo Alani Okelo. Lakini niwachie taski moja. Naomba hii mkiposti sana hiki kipande. Mnasema Alani Okelo mchezaji wa mechi ndogo. Alani Okelo mchezaji mechi ndogo. Tena samani hiki kipande naomba tena nirekodiwe na simu yangu. Bwana nirekodi hiki kipande. Unajua wachawi wengi. Waandishi wanaweza wakanikimbia. Rekodi. Hizi maiki zionekane, kaa pale zionekane bwana maiki. Mnasema Alani Okelo mchezaji wa mechi ndogo. Ana goli 6, ana assist 7. Mchezaji wa mechi kubwa mimi nakubali ni Ino Loemba. Ana goli ngapi? Ana assist ngapi? Nimefunga. Yes, sio mchezaji wa mechi kubwa, wa mechi ndogo. Sawa, Alani Okelo mechi zake ndogo ndo kafanya hivyo. Haya, huyo anacheza mechi ndogo na mechi kubwa Ino Loemba kapata ngapi? Nendeni kawaambie. Inasemekana.
Nani kwambia inasemekana? Naona wachawi wenyewe wanaotokea. Za ndani hizo kabisa. Za ndani na tena nilipanga simu nitoe kwa waandishi. Ndugu yangu sahau nikikupa. Siwezi kumpa. Wachambuzi hao wachambuzi. Yaani basi mtu atafuta mada. Mzize vipi? Bwana mwangalie kwanza kwenye simu yangu. Mwangalie. Kwa hiyo hapa simuone. Bwana inatosha nikupande. Nipe. Bwana chukulie. Muhimu bwana. Usiweke. Wewe unajua maisha ya Kinondoni au waandishi hamjui. Mnajua maisha ya Kinondoni tunavyoishi. Sasa muhimu sana. Kwa hiyo bwana asante sana, sio mwizi, usinifikirie vibaya. Tunamisi sana. Na kama angekuepo kwenye dabi hizi zilizopita, sisi tulikuwa tusumbuki. Unajua tunaaso sana pale mbele. Japo Dube ni mchezaji mzuri. Yaani Dube one of the best forward kumpata. Dube unajua asimame tu pale mbele kama Geresha. Dube anatoka anaanza, yani anachukua mali anaanzisha move anatoka mwenyewe anakuja. Na ndio maana dua yangu kubwa nilikuwa natamani Okello asiongeze goli ila Dube ashinde. Nimeumia sana yule kutoka. Sababu fair anakuja moto. Mimi nataka Dube achukue kwanza hii. Nafasi kwake inaonekana ya kuchukua mfungaji bora. Kwa hiyo mimi namuombea kheri. Clement Mzize Mungu amjalie apone, arudi msimu unaokuja. Itakuwa beta sana. Ni mchezaji mzuri sana. Nilikuwa nabishana na mtu juzi nyumbani. Mwenyezi Mungu ananishuhudia. Nimebishana naye sana. Mzize mchezaji wa kawaida, nikamwambia Mzize mchezaji wa kawaida. Goli moja tu ndio aloshinda zuri. Mimi YouTube sipo, nikaingia YouTube hapa nikamwekea. Nikamwambia angalie. Kabaki na dua. Nikamwambia usimdharau kisa mchezaji Mtanzania. Mchezaji Mzize si ndio anaongoza kulipwa kwa hela kubwa Bongo. Au mimi data zangu za uongo. Kwa Mzize mchezaji mzuri, mimi namuombea kheri arudi uwanjani. Na hata akirudi nafasi yake ipo. Hata akirudi nafasi yake bado ipo Mzize. Yaani anaanza. Ana nafasi ya kwanza kabisa. Mchezaji mzuri sana. Sisi jicho letu sisi na maombi yetu ni Engineer Hersi afanye makubwa kwenye usajili tu enjoy. Na mwaka ujue mwaka wa uchaguzi tuombe kheri tu inshallah. Amina inshallah. Amina.